Jina la Yesu Kristo, tunakuinulia mikono na macho yetu kwa sababu wewe ni mkuu, wewe ni mtakatifu, unatenda makuu, mwenye uweza mkuu. Nafsi zetu na sauti zetu tunainua kwako, wewe uliyetukuka milele yote, Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa utukufu. Asante kwa asubuhi nzuri na siku njema nyingine katika mwezi wa 4 2025. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimizwe sasa na hata milele. Roho Mtakatifu, ninaomba tufundishe, tuongoze. Baba, kwa damu yako Yesu ninaomba tutakase kabisa, tuoshe kwa damu yako, turehemu, wewe uliyejaa rehema na neema, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba utakaso kwa kila mmoja, ninaomba rehema kwa kila mmoja, wewe uliyejaa rehema na neema, Mungu mkuu, mtakatifu na Bwana. Baba, ukasikie, twakuinulia kwako, twatazama kwako, mikono yetu na macho yetu, mioyo yetu na sauti zetu. Bwana, pokea kwa utukufu wa jina lako, tuangalie, uturumie, uturehemu, tutakase, utuponye, utubariki na kutuwezesha kwa roho wako na kwa nguvu zako. Tawala yote kwenye anga na kwenye ardhi ni wewe, na vyako ni mali yako, na sisi ni mali yako. Baba Mungu mkuu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa uweza wako na nguvu ambazo zinaendelea kutembea na kukaa nasi, na matendo yako makuu yakatendeke sasa katika jina la Yesu. Bariki msikilizaji, mtazamaji huyu, bariki na kumwangazia nuru ya uso wako. Endelea kugusa maisha yake na kuwezesha akutumikie katika nguvu na furaha, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen, amen. Karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu kwenye YouTube channel hii, uendelee kupokea neno la Mungu. Na nikukumbushe, kama hujasubscribe, basi kumbuka kusubscribe ili uendelee kupokea ujumbe mara kwa mara. Kila kinachoendelea utakuwa unaletewa tayari, unakipokea, unakijua kwa sababu ya kusubscribe. Ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Kumbuka kushare na kulike pia kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Bwana akubariki sana, akupe amani na furaha tena katika asubuhi na katika siku hii. Akutulize kwa neno lake na kujaze nguvu, uendelee mbele na wala usisite wala kuogopa wala kukwama popote. Bwana Yesu akuwezeshe. Tuna Mungu mkuu mwenye uweza mkuu, akupe uweza wa kusonga mbele, wa kumtumikia na wa kufanikiwa katika mambo yote, kiroho na kimwili, katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema amina, kwa maana ya kwamba umeamini nayo itakuwa kama ulivyoamini. Amen. Karibu tupokee tena ujumbe wa neno la Mungu. Jana tulikuwa kwenye ujumbe huu katika Wafilipi sura ya 2, ambao anasema yatendeni mambo yote pasipo manunguniko. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 14 tukaenda mpaka ule wa 18, wa 19, wa 20. Anasema yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, tupate kuwa wana wa Mungu wasiokuwa na mawaa, wasiokuwa na madoa, wasiokuwa na unafiki, wasiokuwa na uovu katika kizazi hiki chenye ukaidi kilichopotoka, na sisi tunafanywa kama, au tunaonekana kama mianga. Kwa hiyo anasema tuyatende mambo yote pasipo manunguniko. Leo tuko tena mahali pengine, anasema katika kitabu kile cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 6, ujumbe au fundisho la Yesu Kristo. Hapa Yesu tena anatupa ujumbe au neno, anatupa ufunuo mkubwa wa kutusaidia namna ya kuishi na kutenda katika maisha, ili tumpendeze yeye, ili tumfurahishe yeye, na ili tubarikiwe sana kwa baraka zilizo nzuri na kubwa. Yesu anatupa kitu kizuri hapa. Mathayo 6, nianzie mstari wa 1. Mathayo 6 mstari wa 1, Yesu anasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amini na waambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Mstari wa 4 anasema,
sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Mstari wa 5, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Amen, haleluya. Hili ni fundisho pana la Yesu. Yameelezwa mambo mengi makubwa hapa, ambayo tukiyatazama na kuyachunguza na tukayapokea na tukayaweka moyoni, tutaendelea kupokea mibaraka ya kipekee mno. Kwanza anasema tuangalie, tuwe makini, tusije tukafanya kule. Amesema lolote tufanyalo tulifanye bila manunguniko, bila lawama. Hapa anasema angalieni, lolote tunalolifanya tusifanye wema wetu machoni pa watu, kusudi tutazamwe na wao. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Bwana Yesu akutie nguvu, wewe ambaye huna nguvu, huna utulivu, huna afya. Uwe na utulivu sasa, na Roho wa Bwana akufundishe neno hili, akuwezeshe na ukabarikiwe, ukaponywe, ukatiwe nguvu, ukatiwe furaha, ukatiwe imani na amani, katika jina la Yesu Kristo, amina. Angalieni msifanye jambo lolote machoni pa watu, ili mtazamwe na watu. Tunazuiliwa, tunakatazwa na kwamba tusifanye chochote ili kwamba tutazamwe na watu. Tusifanye jambo lolote katika maisha, kwenye hii dunia. Usifanye lolote kwa sababu unataka watu wakuone, watu wakutazame. Anasema angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Hatutapata baraka, hatutapata mafanikio, hatutapata neema, hatutapata kile tunachokihitaji kukipata, kwa sababu tunakuwa tayari tumeenda kinyume na maagizo na utaratibu wa kiroho wa kimbingu. Tutakuwa tumekosea utaratibu, tutakuwa tumekosea kanuni. Kanuni ya Yesu ni hii: angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa hiyo tukifanya, tusifanye ili watu watushangilie, ili watu watutukuze, ili watu watusifie, ili watu watuangalie. Tufanye ili mbingu zituangalie, mbingu zifurahi. Yesu anasema furaha kubwa ni hii. Tusifurahi kwa sababu tunaona labda miujiza imefanyika na vingine. Tufurahi kwa sababu majina yetu yameandikwa mbinguni. Tufurahi kwa sababu majina yetu yameandikwa mbinguni. Kwa hiyo jambo la pekee la msingi na zuri ni majina yetu kuandikwa mbinguni. Yaani mbingu zitutambue na hata kuchukua majina yetu, kwamba tumefaa, kwamba tumependwa, kwamba tumefanya kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lolote ulifanyalo, lifanye mbele za Bwana Yesu Kristo, ambaye ndiye anayetutazama, ndiye aliyetuweka, ndiye ambaye anataka tutumike na tufanye ili yeye atukuzwe. Tusijitukuze, tusijiinue. Ainuliwe Yesu, asifiwe Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi anasema hata utoapo sadaka yako, anasema usitoe kama wanavyofanya wanafiki wanavyofanya, kwa sababu anasema kwenye masinagogi yao hufanya kwa unafiki, hufanya ili watazamwe, ili waangaliwe, ili wasifiwe, waonekane kana kwamba ni watu wenye sadaka kubwa, ni watu matajiri. Hatutoi ili kujionyesha, tunatoa ili Mungu wetu aonekane, asifiwe, ili kazi ya Yesu iende. Haleluya. Na tumeshaambiwa, Yesu anatuambia hapa, hatutapata thawabu, hatutapata baraka. Maana nyingine, hatutapokea vile tulivyotakiwa kuvipokea kutoka kwa Mungu, kwa sababu tutakuwa tumeshamkasirisha. Kwa nini tusipokee? Hatutapokea kwa sababu tumeenda nje ya mpango, tumeenda nje ya mapenzi yake, tumeenda nje ya kanuni, tumefanya kinyume na kanuni. Ukifanya hesabu kinyume na kanuni, huwezi kupata jawabu, na ukipata jawabu utaambiwa bado umekosea, hutakubalika majawabu yako. Kwa hiyo hesabu za kiroho ni hizi ambazo Yesu anatupa.
Hesabu nyingine ya kiroho ni ile nzuri kabisa ambayo anasema ili tubarikiwe na tupate kusikiwa na Mungu, kwa sababu hapa ameeleza jambo la kimaombi. Kwanza usamehe waliokukosea, ndipo na wewe utasikiwa maombi yako, na ndipo yatajibiwa na kufanyiwa mambo makubwa, na wewe ndipo utakaposamehewa. Kwa hiyo kama umejifungia, maana yake huwezi kupokea, huwezi kufanikiwa. Lazima kwanza usamehe. Lazima kwanza tuitumie kanuni ya kiroho ya kimbingu, kwamba anasema tusifanye wema machoni pa watu, tusifanye ili tutazamwe na wao. Utoapo sadaka, anasema usipige panda, yani usitangaze, ninamtolea Mungu sadaka, ninapeleka sadaka yangu kwa mwinjilisti Mbise, anaenda kuhubiri Injili, napeleka sadaka yangu kwa mtumishi, nafanya usianze kutajataja au kusema. Wewe toa. Tena anasema itoe kwa siri. Anasema hivi kama wafanyavyo wanafiki katika masinagogi yao na njiani, ili watukuzwe na watu. Anasema amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto, anasema usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri. Angalia mstari wa 4 unakuwa na utafuta. Mstari wa 4 anasema sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Sadaka yako iwe kwa siri. Mstari wa 4 anasema sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Atakujaza, atakujazia, atakupa makubwa, atakupa kipimo kilichojaa na kushindiliwa. Anasema tusitoe kwa waziwazi au kwa kujitangaza, hata kama watu watajua, lakini wewe na Yesu wako, wewe hujatangaza wala hujajionyesha. Yani mambo mawili, usitangaze wala usijionyeshe, usijionyeshe wala kutangaza. Wewe toa, kwamba unatoa, unajua unatoa, unapeleka kwa Bwana. Lolote tulifanyalo ni sadaka. Kwenda kumuona mgonjwa, wajane, yatima, kushikana na mimi kazi ya Injili ya Yesu Kristo, kufanya mambo mema machoni kwa watu, kufanya mambo mema ili kuwasaidia watu, hivyo unavyofanya kwa siri, hiyo ni kazi ya Bwana. Yote hayo ni sadaka. Chochote unachokifanya, unakifanya kwa moyo wa kupenda, ni sadaka. Na ndipo anasema tusitoe kwa kujitangaza, kwa kujionyesha, ila tufanye sirini. Sadaka yako iwe kwa siri, ndipo Baba wa mbinguni ataruhusu mibaraka. Kwa hiyo nagundua kwamba wakati mwingine hatubarikiwi kwa sababu tulitoa kwa kujionyesha, tulitoa ili tuonekane, tulijitangaza. Yani tulitoa ili tuonekane kwamba ni watu wenye pesa, ni watu wenye mali. Namna hiyo inamkasirisha Bwana Yesu, na namna hiyo hawezi kuruhusu tupokee kile tulichotakiwa kupokea. Tutashangaa tunatoa lakini hakuna baraka. Kwa hiyo unaweza ukawa unatoa vibaya, ndio sababu huoni mafanikio, ndio sababu huoni baraka, ndio sababu unaweza ukaona mambo yako hayaendi. Umetoa vibaya. Ulitoaje? Maanake utoe kwa moyo wa kupenda, na ukitoa ujue uipeleki kwa mtu. Najua kuna watu wengine wanakosea sana. Yaani akitoa anamwangalia mtumishi aliyempelekea. Sadaka yako wewe una mahusiano na Yesu. Sadaka yako ni ushirika wako wewe na Yesu. Yaani mnajuana na Yesu wako. Kwa hiyo ukija kuitoa wewe na Yesu. Kwa hiyo chochote kinachotakiwa kitokee ni Yesu anatenda, ni Yesu atakutendea. Usianze kumwangalia yule ambaye umempelekea au pale ulipopeleka. Na Yesu, wasiliana na Yesu. Yesu atakwambia. Na hata unapokuja kuitoa lazima uongozwe na Roho Mtakatifu. Unapotoa sadaka, Roho Mtakatifu akuongoze namna ya kuitoa. Leo kuna watu wengi wanatoa sadaka kwa makosa. Kwa sababu kuna sadaka ambazo zingetakiwa ziwaendee makuhani moja kwa moja, lakini mtu anaichukua ile sadaka anaipeleka madhabahuni. Si utaratibu wa kibiblia. Na watumishi wengine wameelekeza hivyo. Ni makosa. Sadaka, iangalie sadaka hii ni ya wapi. Biblia inaelekeza sadaka hii peleka hapa, sadaka hii peleka hapa. Sawa, siko sana kwenye eneo hilo, lakini niko kwenye eneo hili ya kwamba
tusifanye. Yesu anatuelekeza, tuchukua anachotuambia Yesu hapa, tusifanye lolote machoni pa watu ili tutazamwe na wao, tusifiwe. Usitake sifiwa na watu sana. Tafuta kwanza mbingu zikusifie, mbingu zikuone, mbingu zikujue, mbingu zikukubali. Yatosha. Huku kwingine watakubali tu, watakubariki tu, watakushukuru tu. Haleluya. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amen, nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Kila kitu kina thawabu yake, kila kitu kina malipo yake. Thawabu kwa maana nyingine malipo. Kila kitu kina malipo yake. Matendo mabaya na malipo yake, matendo mema na malipo yake. Sasa hawa Yesu anasema wanafiki hawa, kuna watu ambao usali kwa kupayuka payuka, au wanasema usali kwa kupiga kelele, yaani si kutoka rohoni. Kama unapaza sauti, ni sauti ambayo inatoka rohoni. Kwa hiyo kupaza sauti kwa kuomba sio kupayuka. Maana yake kupayuka ni sauti sio na mpangilio, ni maombi yasiyo na mpangilio na yasiyotoka moyoni, rohoni, kwa sababu yanayotoka rohoni. Hata ukitaka kuomba kimya kimya, utashangaa sauti inatoka tu. Sauti utaipaza tu. Kama kina Daniel waliambiwa wasiombe, ikasikika, wakaenda ndo wakatoa sauti wakaelekeza kinywa chao kwenye madirisha, wakaomba kwa sauti bado. Kwa hiyo hapa anasema tunapofanya maombi tusiwe kama wanafiki, kwa maana wao anasema wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na pembe za njia, ili waonekane na watu. Anasema mimi nawaambia, wameshapata thawabu yao, wameshapata malipo yao. Na hayo malipo maana yake si mazuri, kwa sababu malipo mazuri yanatoka mbinguni na yanakuja kwa uweza na kwa nguvu. Na kwanza, unafiki ni dhambi. Kwa hiyo tayari wanaomba, wana dhambi ya unafiki. Kwa hiyo omba una moyo safi mweupe, sio mtu mnafiki. Usiwe mnafiki. Na watu wanafiki mpaka ndani ya kanisa. Siwe mnafiki. Unaonyesha, unacheka kama vile unamsaidia, kumbe uko ndani umejaa chuki na hasira na mabaya. Huo ni unafiki. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na ndipo anaendelea kusema kwamba mstari wa 6, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Ingia katika chumba chako cha ndani. Kuna chumba cha nyumba ya matofali, lakini kuna chumba cha ndani, chumba cha moyoni, ambacho unatakiwa kuingia kwenye chumba cha moyoni kwanza, chumba cha ndani. Huko chumba cha ndani ingia, kwamba uzame kwa ndani, uombe maombi ya kiroho, uombe kwamba umezama kiroho kweli, unamtazama na kumwona Bwana Yesu. Maombi yako unapeleka mbele za Bwana Yesu. Ikiwa unaomba kimya kimya, ikiwa unaomba kwa kupaza sauti, bado umeingia kwenye chumba cha ndani. Unaombea ndani ya chumba, hauko nje ya chumba, hauko nje ya nyumba yako. Kumbuka wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, na kaa ndani ya hekalu. Roho Mtakatifu ndani yako, useme naye, aseme na wewe. Uombe katika roho, usiombe katika hali ya kawaida ya binadamu. Hutapokea. Omba katika roho. Lolote tulifanyalo tulifanye kwa imani, tena tulifanye kwa jinsi ya rohoni, maana tunatakiwa kuenenda kwa roho. Kwa hiyo omba katika roho. Amen. Ingia katika chumba chako cha ndani, uko ndani rohoni, moyoni. Ingia, kaa, tafakari uko ndani vizuri. Omba kwa jinsi ya roho, na Bwana atakujaza, kwa sababu yeye mwenyewe ni Mungu akae mahali pa siri, naye uyaona ya sirini. Sasa ikiwa anakufanyia mambo mabaya ya siri, yeye akae sirini anayaona yanayotendeka sirini. Na omba
Na ndio sababu anasema tutoe na sadaka yetu kwa siri, ili hata hao wanaokutendea mabaya wasikuone, wasijue cha kufanya, kwa sababu Baba yako aliye sirini, yaani Mungu wetu mtakatifu, atawapiga sirini kwa jina la Yesu, watapigwa sirini kwa jina la Yesu. Kwa hiyo fanya na wewe mengine kimya kimya, alafu Baba yako atayafanya mambo makubwa. Haleluya! Kwa hiyo ingia kwa ndani. Anaposema sirini, maanake ni ndani, ni namna ambayo si ya kujionyesha, ni namna ambayo si ya kuonekana, ni namna ya kujificha katika roho, katika Mungu, katika nguvu zake. Haleluya, haleluya. Anasema tufanye hivyo, na tunapofanya hivyo, Baba yetu akae sirini, na yeye aonaye sirini, anasema atatujaza. Utajazwa baraka, utajazwa amani, utajazwa nguvu zake, utajazwa uweza wake, utajazwa nguvu na uweza wake katika kumpiga na kumsambaratisha adui. Utajazwa baraka za Bwana, utajazwa neema ya Bwana Yesu, pale ambapo utafanya sawasawa na kanuni ya kiroho au na maagizo haya ya kiroho ambayo Yesu Kristo anatuelekeza, anatufundisha nini cha kufanya, ni namna gani tuenende kwa wote walio watoto wake au walio wateule wake. Haleluya. Kwa hiyo sasa enenda kama Yesu alivyosema. Angalia usifanye wema machoni pa watu. Angalia usifanye mambo yoyote ili utazamwe na kusifiwa na wanadamu, bali utamani kusifiwa na mbingu, uonekane na mbingu. Mbingu zikusifie, mbingu zikupende, mbingu zikuheshimu. Haleluya, haleluya. Tena usifanye kwa manunguniko wala kwa mashindano, ufanye kwa moyo mweupe, kwa moyo wa kupenda. Lolote tulifanyalo lifanye kwa moyo wa kupenda kwa Yesu Kristo Bwana. Haleluya. Baba yako akae sirini, sasa akayatende mambo makubwa. Inawezekana kuna vitu vingi ambavyo wamekutendea na walivifanya sirini. Sasa Mungu Baba yetu, yeye ukaa sirini na anayaona yote ya sirini. Sasa ngoja yeye akakupiganie, na vile vyote vinavyoendelea sirini vikapigwe katika jina la Yesu Kristo, vikavurugwe kwa jina la Yesu. Sasa tunaingia kwenye maombi. Tunamshukuru Mungu Baba kwa neema yake kwa ajili ya hili neno. Sasa twende tuingie kwenye maombi, kwamba tukashambulie na kuvivuruga vyote vinavyoendelea kwa siri, vinavyofanyika sirini vya yule adui, vikaribiwe. Lakini pia ya kwamba ukaombe rehema mbele za Bwana. Pengine ulifanya kwa kujionyesha au kwa kutaka watu wakusifie. Sasa mwambie Yesu, nisamehe. Sasa nitafanya kama ulivyosema kwenye neno lako, Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari ule wa 1 mpaka ule wa 6. Mwambie Bwana Yesu, na kwenda kutii kabisa na kufanya hivyo. Inua mkono wako, sema asante Bwana Yesu kwa neno lako. Sema tena, asante Bwana Yesu kwa neno lako. Ninakuhitaji kwa neema yako, unisaidie ili niweze kushika neno lako hili, ili niweze kutimiza mapenzi yako, ili niweze kuomba na kukutolea sadaka na kufanya mambo yote machoni pako, ili wewe utukuzwe. Bwana Yesu, niepushe kufanya ili kwamba nionekane na wanadamu. Bwana Yesu, niondolee nisifanye ili kwamba nisifiwe na wanadamu. Bwana Yesu, nahitaji kufanya kwako, mbele zako wewe, na pale nilipofanya kinyume, ninaomba nisamehe Bwana Yesu. Sema tena, ninaomba unirehemu Bwana Yesu. Sema na kuomba unitakase kwa damu yako. Nisamehe pale nilipofanya kwa kujitukuza au kwa kujiinua. Mwambie tena Yesu, nisamehe pale nilipofanya ili kwamba watu wanisifie. Yesu, nihurumie, ni rehemu. Sasa nakuja kwako, ninatii neno lako na maagizo yako. Ninaomba niongoze wewe, ninaomba nipeleke wewe katika njia hii na katika maagizo haya, katika kanuni ya kiroho ya kimbingu, ili nifanye yote kwa utukufu wa jina lako. Sema asante Bwana wa mabwana,
katika jina lako lipitalo kila jina, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, endelea kuomba, tuendelee kuomba. Sasa tuendelee kuomba, na yale yanayofanyika sirini ili kukuharibu wewe, yale yanayofanyika sirini ili kuharibu watoto wetu, yale yanayofanyika sirini ili kuharibu familia zetu, kuharibu biashara zetu, kuharibu kanisa, kuharibu chochote kwenye maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Baba yetu kae sirini, yatazame hayo yote umekwisha kuyaona, hayo yanayoendelea kwenye siri, ambayo yanafanyika kwa siri. Kwa jina la Yesu tunayapiga, tunaziangusha ngome zao na vitu vyao, yote yanayofanyika kwa siri na ufalme wa giza, ili kutesa na kufunga, na mahali pengine wamekwisha kufanya, tunavunja vunja. Baba yetu uonaye sirini, ukae sirini, hayo yote yameonekana machoni pako, basi jeshi la malaika wako likashambulie kwa jina lenye uweza, mamlaka na nguvu, jina lako Yesu, likaponde ponde hiyo kazi ya adui. Rebo sekiri abanguru basaya naramanuru busikiri baba moto ulaopite kwa jina la Bwana Yesu. Nazipangua kwa jina la Yesu kaza giza zinazofanyika kwa siri ili kutega na kuangusha, kwa jina la Yesu. Nasi tunawateka kwa jina la Yesu na kuangusha nguvu zao. Tunaharibu vitu vyote walivyovifanya visisimame, ndio bali jina la Bwana litusimamishe. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya msikilizaji huyu, mtazamaji huyu. Mguse maisha yake, mguse fikra zake, mguse Bwana na kumuinua. Yale mabaya yaliyofanyika na yanayoendelea, ninaamuru yavunjike, yabomoke saa hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata yale ambayo yamekaa ndani yake kwa siri, na yafumua kwa jina la Yesu. Ninayapiga yavunjike, yaharibike, yaachie mwili, yaachie roho, yaachie vipawa na karama, yaachie maisha yake, uchumi wake, mambo yake yote ya mwilini na ya rohoni, yaachiliwe, yafunguliwe, yawe katika nguvu zako, yawe katika uweza wako kwa jina la Yesu Kristo. Ninaikemea ile nguvu ya kipepo, ninaipiga kwa jina lako, itoweke sasa. Iachie maisha yetu, iachie maisha ya wana wa Mungu, wafunguliwe na kupewa nuru na uzima, wapewe uwezo na nguvu, waishi katika mapenzi ya Baba. Damu yako Yesu ikawanene mema, damu yako Yesu ikawatetee, rehema ya Bwana Yesu ikawe pamoja nao, fadhili zako Bwana zikawe pamoja nao, wakajazwe neema. Bwana, yanayoendelea kwa siri ambayo ni ya yule adui, ninayavuruga, ninayavunja kwa jina la Yesu. Damu yako, jina la Yesu likatutetee, jina lako Yesu likawainue watu wako kutoka mahali pa giza na vifungo walipofungwa kwa siri. Kwa jina la Yesu uweza wako upite, kwa watoto, kwa vijana, wakafunguliwe, wakaachiliwe, wakaondolewe kwenye kile kifungo na giza, wakaondolewe pale walipokamatwa. Bwana Yesu, tunaomba mkono wako, na jina lako liwafungue sasa, waachiliwe sasa, wawekwe huru katika jina la Yesu. Asante mponyaji, asante mfalme mwenye ufalme na nguvu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa uweza wako mkuu na kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Kila cha giza na kipiga, kivunjike, kiharibike, kisisimame, na watoto wako wakasimame imara katika uweza wa nguvu zako. Bwana, tusaidie hata katika kutenda kwetu, tufanye kwa wema machoni pako, tufanye ili kutengeneza na wewe, ili kubarikiwa na wewe, tufanye yale yanayokutukuza, yale yaliyo sawasawa na neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Bariki watu wako, ponya Bwana aliye na udhaifu, naomba uponyaji. Aliye katika vifungo sasa funguliwe kwa jina la Yesu. Funguka wewe mwenye huzuni, huzuni kutoke. Wewe uliye katika giza, giza likuachie kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akuponye saa hii, akuinue tena na kukusimamisha kutoka hapo kwenye giza na uharibifu. Toke sasa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akuponye, akubariki, akumbuke na sadaka zako, akubariki, aendelee kukurehemu na kukubarikia, aendelee kukuangazia na nuru za uso wake, akubariki katika yote unayomtumikia, kwa sadaka, kwa mali na kwa kila namna. Akujaze wema, fadhili na uweza na nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa kutenda, asante Yesu kwa uaminifu wako. Pokea na sadaka zao, wabarikie Bwana na sadaka zao watoto wako wanazozitoa na ambazo zinaenda kuifanya kazi ya injili vijijini na mijini na kila mahali. Bwana wabariki,
Bwana waangazie na nuru za uso wako katika jina la Yesu. Ubarikiwe na kuwezeshwa kwa uweza mkuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa utukufu. Ubarikiwe sana na karibu. Pia nikupatie namba za simu, lakini nikuombe endelea kutuombea kwa ajili ya safari yetu ya kwenda kule Manyara, kule Kiteto, huko kote, kwa ajili ya kwenda kuhubiri injili ya Yesu Kristo vijiji hadi vijiji. Tunakwenda sasa. Siku sio nyingi utaona tukikupa tena taarifa, na Bwana akupe neema na kibali ya kushiriki na sisi kwa sadaka yako, kwa maombi yako. Tunaomba sana, karibu ushiriki nasi. Injili itakwenda kwa sadaka yako pia, kwa maombi yako pia. Kwa hiyo karibu sana, na Mungu akubariki na kukutunza katika jina la Yesu. Namba ambayo unaweza ukaitumia kwa maombi na sadaka ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. 0787 62 75 91. Vodacom ni 0762 282 439 ni Vodacom. Na irudia tena ni 0762 282 439. Na jina ni Elimlinzi Jeremia Mbise. Barikiwa, kumbuka kusubscribe. Bwana kutunze sana sasa na hata milele. Amin.